LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Ni siku nyingine mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo, ambapo siku hii ni ile siku murwa kabisa ambayo Mwenyezi Mungu ameruhusu mimi nawe tukutana tena katika kipindi hiki kwa lengo la kufahamishana na kunyuzana kuhusiana na masuala lukuki yanayohusiana na sekta yako adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini. Leo mtazamaji, kipindi hiki kinazungumzia kuhusiana na haki na wajibu wa abiria anayetumia mabasi ya masafa marefu. Na mabasi ya masafa marefu mtazamaji, ni mabasi yale ambayo yanaenda mikoani ama yanaoenda nchi jirani. Unafahamu haki zako? Unafahamu wajibu wako? Tafadhali ambatana nami Binti Jumbe mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki kufahamu mambo murwa kabisa ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Karibu. Mtazamaji, LATRA ina wajibu wa kuhakikisha kwamba abiria anapatiwa huduma kwa viwango vya hali ya juu, na viwango hivi mtazamaji vimejikita katika swala hili la ubora pamoja na usalama. Lakini papo hapo, nawe mtazamaji ambaye pia ni msafiri, una haki kabisa ya kuchagua mtoa huduma yule ambaye unampenda ama umemchagua kwa kipindi hiko. Hapa nikuunganishe na Birukia Kibwana ambaye ni afisa mfawidhi wa LATRA kituo cha mabasi Magufuli, ambaye hapa anaelezea kuhusiana haki za abiria wa vyombo vinavyodhibitiwa na LATRA, hususan hawa abiria ambao wanatumia mabasi masafa marefu. Jukumu letu kama maafisa wa mamlaka katika kituo chetu ni kuhakikisha kwamba abiria anapata usafiri uliokuwa salama, lakini pia anapata usafiri kulingana na daraja la kampuni ya basi ambalo amekatia tiketi. Kwa hiyo tunao wajibu huo katika kuhakikisha usafiri unapatikana na usafiri ambao ni salama na endelevu kwa abiria. Abiria kwanza ana haki ya kupata tiketi. Kwa maana ya kwamba anapotaka kupata usafiri, sisi tunalo dirisha letu la kufanya manunuzi kwa njia ya tiketi mtandao. Kwa hiyo katika dirisha hilo abiria ana uwezo wa kupata tiketi, atakata tiketi yake kulingana na nauli aliyokuwa nayo, atachagua anatoka wapi, anaelekea wapi na daraja gani la usafiri anataka kulitumia. Kwa hiyo haki ya kwanza ni kuhakikisha kwamba amepata tiketi ya ile safari ambayo anataka kusafiri. Abiria ana haki ya kupanda basi kulingana na daraja la tiketi ambayo amekatia, kwa maana ya kwamba atatolewa kituo ambacho amekatia tiketi kwenda kituo ambacho anamalizia safari yake kulingana na nauli yake aliyotoa na daraja ambalo amekatia. Katika safari hiyo abiria ana haki ya kwamba mizigo yake ambayo ile anaingia nayo kwenye basi itakuwa salama, lakini ile ambayo anaweka kwenye boot, mzigo ambao hauzidi kilo 20, mmiliki au msafirishaji ana wajibu wa kuhakikisha kwanza kwamba ule mzigo unatunzwa. Abiria anapofika kwenye basi husika, mhudumu atapokea mzigo wake, atauwekea alama, atauhifadhi sehemu salama, na abiria atakapofika mwisho safari yake atapewa mzigo wake ukiwa katika hali salama kabisa. Lakini pia abiria katika njiani huko ana haki ya kupata sehemu za kupata huduma za kijamii, kwa maana kuna vituo maalum ambavyo vimewekwa na mamlaka kulingana na ratiba ya gari husika. Maana kwamba baada ya sehemu fulani watapumzika, kuna vituo vya dakika 20, kuna vituo vya dakika 5 ambazo gari inaingia na kushusha. Hivyo vituo vya dakika 20 vile ambazo kwamba abiria atapata huduma za kijamii, chakula, ataweza kupata huduma nyingine za kijamii kama binadamu. Kwa hiyo pia ni haki moja hapo ya abiria. Lakini anapokuwa kwenye basi,
anayo haki ya kupata taarifa ya basi litakapokuwa mwenendo wa basi. Mhudumu anatakiwa kutoa taarifa kwa abiria kwamba basi hili linatoka sehemu fulani, linaenda sehemu fulani na litafika baada ya muda fulani, na kituo chetu tutapita sehemu fulani na sehemu fulani na sehemu fulani. Kwa hiyo ni haki nyingine ambayo abiria anatakiwa kuipata atakapokuwa kwenye safari. Mtazamaji, kipindi hiki cha Usafiri na Maendeleo kilitembelea kituo cha mabasi cha Magufuli kilichokuwa hapa Dar es Salaam ili kuweza kupata maoni na kufahamu endapo abiria hawa ambao wanasafiri kwenda mikoani na nchi jirani kama wanafahamu ama wanafahamu kuhusiana na haki zao, na haya ndio walioyasema. Haki zangu, cha kwanza nitakiwa nifike salama. Cha pili, hayo masaa yaliokuwa wamekuandikia kwenye tiketi, sawa, kwamba basi naondoka saa 10 linafika kule saa 10 hiyo alfajiri. Haki yangu nyingine, vitu vyote vinavyotakiwa vilivyoandikwa kwenye tiketi viwepo kwenye hilo basi. Kwa mfano, wifi, toilet, IC na sehemu za kusajia simu. Haki yangu nyingine, sawa, ni ya kuchagua basi ninalotaka. Haki zangu mimi kama abiria ni kuhakikisha nafika salama. Ya pili, kama kuna kitu labda ninaidiwa na kampuni husika labda ambazo zinatumia basi lake usafiri kama maji au juisi au biskuti, nahitaji kupatiwa. Na haki ya kupewa taarifa kwamba basi linasafiri muda gani wakati ninapopata tiketi na ninafika muda gani. Mimi kama abiria, haki yangu wa kwanza inabidi nifike sehemu husika ya ukataji wa tiketi, na nikishakata tiketi nipewe tiketi ya mashine na nitoe nauli ambao ni elekezi, na nikishakata tiketi basi wanipeleke sehemu ya mangojeo ya kusubiri muda mwafaka kuondoka gari hiyo. Cha kwanza, haki ya abiria ya kupanda basi ambalo lina uhakika wa safari. Kumjali abiria pia ni haki ya abiria, sababu abiria ni mteja au ni mfalme tuseme. Kwa hiyo ana haki zake za kusikilizwa muda wote anapokuwa ana mahitaji yake. Hiyo cha kwanza, ana haki ya kuchagua basi analolipenda pia pasipo na kupangiwa basi lolote. Kwa mtu anapokuja stendi, anakuja kwa ajili ya kusafiri na anachagua choice ya kitu anachokipenda. Sio lazima mtu kulazimishwa kupanda gari asiyoitaka. Akakata tiketi yake kwa njia ya halali, tiketi ya mtandao. Abiria pia ana haki ya kufikishwa sehemu anayoenda kwa uhakika na usalama zaidi. Kwanza, haki yangu ya kwanza ni usalama wangu mimi kama abiria. Usalama wangu mimi ninaposafiri, usalama wangu ni wa muhimu sana. Alafu inatakiwa sehemu nako kwenda mimi nikafikishwa kwa wakati sahihi ule ambao nimetazamia. Haki yangu nyingine pia, mizigo yangu pia iangaliwe. Kuna wakati mwingine kama mtu lazima kuna muda kujisaidia, lakini nakosa huo muda mpaka vituo vinavukwa mpaka 2 3. Kwa hiyo haki yangu kama hiyo nyingine, hiyo inatakiwa izingatiwe pia kwa msafiri yeyote yule. Wengine wamebeba watoto, kwa hiyo inatakiwa wapate huduma kama hizo. Ni kitu cha muhimu sana. Mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa kipengele chako pendwa kabisa cha Bonga na Latu, ambapo katika kipengele hiki unapata kufahamu na kusikiliza maoni mbalimbali ya wadau ambao wanapaza sauti yao kwa lengo zuri ya kuweza
kuiambia LATRA na kuiambia serikali yao pendwa kabisa ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuhakikisha kwamba sekta ya usafiri ardhini inakuwa ni bora, yenye tija na manufaa kwetu sisi wananchi na serikali kwa jumla. Na katika kipengele hiki siku hii ya leo, mtazamaji, tunaenda kumuona na kumsikia Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, mbunge na waziri wa uchukuzi, ambapo Mei 13 mwaka huu 2026 pale bungeni Dodoma aliwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Uchukuzi. Lakini kwa upande wa udhibiti wa sekta hii ya usafiri ardhini, Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, waziri wa uchukuzi, alizungumza masuala yafuatayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara kupitia Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini yani LATRA imeendelea kutekeleza majukumu ya kusimamia udhibiti wa usafiri ardhini katika maeneo matatu: usafiri wa barabara, reli na waya. Katika kutekeleza majukumu hayo, LATRA katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu ilitoa leseni 388,715 za usafirishaji, ongezeko la 55% kutoka mwaka uliopita. Leseni hizo lizihusisha mabasi ya abiria, magari ya mizigo na ya kukodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia kupitia LATRA imeendelea kudhibiti nauli na ubora wa huduma, huku ikihamasisha matumizi ya nishati mbadala ikiwemo magari ya umeme hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mabasi 13,843 yaliunganishwa kwenye mfumo wa ufuatiliaji wa VTS na madereva 12,699 walisajiliwa kwa ajili ya kuongeza usalama. Aidha, mfumo wa tiketi mtandao umeendelea kutumika ambapo mabasi 8,126 yaliunganishwa na zaidi ya abiria milioni 21 walitumia mfumo wa tiketi mtandao kununua tiketi zao hadi mwezi Machi mwaka huu. Maelezo ya kina kuhusu udhibiti wa usafiri ardhini kupitia LATRA yameonyesha katika kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia aya 39 hadi 57. Mtazamaji, bado tupo na Bi Rukia Kibwana, afisa mfawidhi LATRA kituo cha mabasi Magufuli, ambapo hapo anaelezea kuhusiana na wajibu wa abiria huyu ambaye anatumia mabasi ya masafa marefu, yani mabasi yanayoenda nchi jirani pamoja yanayoenda mikoani. Na hapa anatukumbusha kwamba ni wajibu wa abiria ambaye yupo ndani ya basi hili kuweza kwanza kukata tiketi ya kielektroni kupitia mfumo wa safari tiketi, lakini pia kudai tiketi ile pindi ambapo anaenda kukata tiketi kwa wakala ambaye amemchagua. Abiria anao wajibu wa kukataa huduma ambayo haijakidhi viwango vya ubora na usalama kulingana na daraja la basi ambalo amekatia. Mathalan, abiria huyu amekata daraja la kifahari ambalo huwa wanasema ni luxury. Abiria huyu anayo haki ya kupata huduma zote ambazo zinatakiwa kupatikana katika daraja lile. Pindi anapojikuta kwamba labda daraja lile au basi lile alitoe huduma hizo, abiria huyu anao haki ya kukataa huduma hiyo na kutoa taarifa kwetu sisi mamlaka ili tuweze kushughulikia na kuhakikisha kwamba anapata haki yake. Lakini pia anapokuwa katika safari hatakiwi kupata maudhui ambayo ni kinyume na maadili ya Kitanzania, kwamba labda zinawekwa nyimbo ambazo ni kinyume na maadili ya Kitanzania au zinawekwa muziki ambao ni ya sauti kubwa. Hiyo ni haki moja hapo ambayo abiria anatakiwa kuipata, na pindi haki hiyo anapoikosa anatakiwa kutoa taarifa au kukataa huduma hiyo. Mtazamaji, mmoja wa wajibu ambapo abiria huyu anapaswa kuzingatia ni kwamba anapaswa kuhakikisha kwamba anatunza mazingira ya ndani ya basi pamoja na mazingira ya nje, ambapo ndani ya basi, mtazamaji, kunakuwa kiwekea taka maarufu kama dustbin, ambapo mwananchi ama abiria anapaswa kuweka taka zote ndani ya dustbin ama ndani ya kiwekea taka kilichopo ndani ya basi. Na hili, mtazamaji, ni katika kutekeleza kwamba ama kuhakikisha kwamba swala la mazingira linakuwa ni endelevu na linatunzwa kila itapo leo. Abiria ana wajibu wa kulipa nauli husika iliyopangwa na LATRA pasipo na kulanguliwa. Huo pia ni wajibu wake kupata mawasiliano ya LATRA kwa kutoa changamoto za basi kwa kutokana na kuhatarisha maisha njiani. Basi linabeba abiria wengi. Kwa endapo dereva anapokuwa anaenda mwendo ambao sio rafiki, abiria ana haki ya kulalamika sehemu husika.
abiria kwanza inatakiwa kwanza jichunge mwenyewe. Anapokuwa ndani ya usafiri wowote, kwanza anatakiwa jichunge mwenyewe kwamba nilipokaa mimi, naona nilipokaa mimi ni sahihi au sio sahihi. Je, nimejibana au sijajibana? Kwa hiyo inabidi yeye awe anajiangalia yeye kama yeye pale alipo, akumbuke kituo na mazingira anakokwenda. Inabidi nikate tiketi kwa mapema sana na kwa wakati, ili nijiandae vizuri kwa safari, na pia niwepo mazingira ambayo nitaelekezwa na wale madereva na konda, ili muda ukifika natakiwa niwe tayari au uwe tayari kwa safari ambayo unaielekea. Kumbe abiria natakiwa uhakikishe kabisa unapata tiketi ya kimtandao moja kwa moja, wala usiandikiwe tiketi kwa mkono, maana nikiandikiwa kwa mkono pengine hiyo haitanisaidia. Watu washangaa ameshusha popote, wala kwa hajafanya kitu ambacho inaweza kikamshtaki. Kwa hiyo ukipata ile tiketi ya kimtandao moja kwa moja, ili angalau iko vizuri, ili kwamba ili dereva awe makini, ili dereva aogope. Ni sharti abiria ambapo unapoona jambo lolote anafanya tofauti na vile unavyowaza, awasiliane na LATRA ili mambo yaweze kukawa sawa. Tafadhali, kwa sababu tunaendeshwa ambavyo haistahili. Kwa hiyo unapoona kwamba dereva kaenda ovyo ovyo, wasiliana na LATRA ili aweze kufanya mambo yake. Mimi kama abiria nina wajibu wa kutunza mazingira sehemu yoyote, hata nje ya uabiria, hata nikiwa nyumbani, hata nikiwa barabarani. Kutunza mazingira ni muhimu sana, kwa sababu unapokuwa mazingira yanapokuwa safi, na sisi tunakuwa na afya njema zaidi. Ndio, na kila basi linalopanda asilimia kubwa sana lazima pawe na dustbin mle ndani. Abiria kuweka taka katika dustbin ili mazingira yawe safi zaidi. Kwa hiyo ni wajibu wa kila abiria kufanya hicho kitu. Mtazamaji, kwa upande wa mtoa huduma mabasi haya ya masafa marefu, naye ana nafasi ipi ya kufanya kama wajibu wake kwa wadau wake? Tumeongelea sana kuhusiana na haki na wajibu wa abiria, lakini ni upi wajibu wa msafirishaji au mtoa huduma? Mtoa huduma ambaye anatoa huduma ya usafiri anao wajibu wa kuhakikisha kwanza basi lake linalotoa huduma hilo liko katika hali nzuri kwa ajili ya safari husika, kwa maana kwamba limekaguliwa na afisa wa polisi na likathibitishwa kwamba linaweza kutoa huduma katika safari hiyo. Lakini pia dereva ambaye anaendesha basi hilo, dereva huyo amesajiliwa na kuthibitishwa na mamlaka. Mhudumu ambaye anatoa huduma katika safari basi hilo, mhudumu huyo amesoma na amepewa kadi ya usajili kutoka mamlaka. Lakini pia kuhakikisha kwamba basi limefungwa kifaa cha kufuatilia mwenendo wa usafiri, kwa maana kwamba litasafiri katika mwendo ambao ni mzuri, ambao umeidhinishwa na kuthibitishwa. Lakini pia wahudumu wale wanatoa huduma nzuri, wana lugha nzuri kwa abiria, anaweza kumwelewesha abiria pale anapotaka ufafanuzi wa jambo fulani. Lakini wahudumu hawa wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba ile mizigo wanaoipokea, wanapokea mzigo wa abiria ambao sio zidi kilo 20, ambao unaweza kuhifadhiwa kwenye buti la gari na unawekewa alama ya utambuzi, na hata abiria anapofika mwisho wa safari yake mzigo ule anakabidhiwa ukiwa salama. Nitoe wito kwa wahudumu. Baadhi ya wahudumu wana ile tabia kwamba amefika mwisho wa safari, anachukua mzigo, anaweka chini hapo, anazunguka upande wa pili, anachukua mizigo mingine, anaweka abiria waje wachukue mizigo yao. Hali hii inaweza kusababisha upotevu wa mizigo, kwa sababu kunaweza kukatokea mtu ambaye sio mwaminifu akachukua mzigo ambao sio wa kwake. Lakini pia wahakikishe wanajua thamani ya mzigo kabla hajauchukua. Tunaenda mbali tukisema kwamba waangalie ni vitu gani vipo ndani ya mzigo, kwamba pindi mzigo unapopotea, abiria anapokuja akasema kwamba mzigo wangu ulikuwa na thamani hii, je, mhudumu huyo ni kweli alihakikisha huo mzigo ulikuwa na thamani hiyo wakati anaupokea? Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa wahudumu kuhakikisha kwamba wanapopokea mizigo hii wanajua ni kitu gani kimepakizwa. Ili pia ni nzuri kwa usalama. Unaweza kumchukua mtu ambaye labda amepakiza mzigo ambao sio salama au mzigo ambao sio mzuri. Kwa hiyo ni vizuri ukajua ni kitu gani umepakiza, kina thamani gani, ili hata itakapotokea tatizo wewe unaweza kusema kweli huo mzigo ulikuwa na thamani hiyo. Mpango
Haya mtazamaji, ni wakati wa kumwaga manoti nawe kupokea kitita cha shilingi 50,000 kupitia kipengele hiki cha swali la wiki. Na mtazamaji, ili kuweza kupokea manoti haya ya kupaswa kufuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa uwe umetazama kipindi hiki katika runinga yako. Pili, unapaswa kuwa umetufuatilia, yani umetufollow katika mitandao rasmi ya kijamii ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Lakini tatu na mwisho, unapaswa kuwa wa kwanza kujibu kwa usahihi swali ambalo limeulizwa katika kipindi husika ndani ya mitandao hii ya kijamii rasmi ya mamlaka. Na mtazamaji, swali la wiki iliyopita tuliuliza swali lifuatalo. Tulisema tutajie mambo matatu tu ambayo yanazingatiwa na mhudumu wa mabasi masafa marefu kabla ya kuanza safari yake. Na mshindi wa swali hili mtazamaji ni Rama Mauya. Kongole nyingi sana kwako Rama Mauya kwa kufanikiwa kuimuka na kiti cha shilingi 50,000 kutoka Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Mtazamaji, swali la wiki hili linasomeka kama ifuatavyo. Tuambie, endapo upo ndani ya chombo cha moto kibiashara, yani upo ndani ya mabasi ya masafa marefu, unasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine, na ukagundua kwamba ndani ya basi hilo dereva anaendesha kwa mwendo hatarishi. Hapo wewe kama abiria, wajibu wako ni upi? Mtazamaji, wahenga wanasema kwamba asiyedai haki hupunjwa. Je, upo tayari kupunjwa kwa kutodai haki yako? Lakini kumbuka, wakati unadai haki yako mtazamaji, kumbuka kutekeleza wajibu wako wewe kama mdau wa sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini, ama ukiwa kama abiria ambaye upo ndani ya basi moja unasafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, ama kwenda kutoka mkoani kwenda nchi jirani. Kumbuka mtazamaji, kufikia hapa ndio tamati ya kipindi cha usafiri na maendeleo kwa siku hii ya leo. Leo tuko tunaangazia kuhusiana na haki na wajibu wa abiria anayetumia vyombo vya usafiri ardhini, ambaye hususan katika muktadha wa kipindi hiki cha leo tumeangazia haki na wajibu wa abiria anayetumia mabasi ya masafa marefu, yani mabasi yanayoenda mkoani na nchi jirani, ambapo tumemuona na kumsikia Birukia Kibwana, afisa mfawidhi wa LATRA kituo cha mabasi Magufuli, ambaye ameeleza kinaganaga kuhusiana na umuhimu wa abiria kuweza kutambua haki na wajibu wake. Lakini vile vile kwa kinywa chao tumewasikia wadau hawa ambao ni abiria ambao wamekiri kwamba ni muhimu sana kwao wao kama abiria kuweza kufahamu haki na wajibu wao kabla kuanza kupanga safari yake, kwa sababu unapofahamu haki yako inakuwa rahisi kujua kile kitu ambacho unakitaka, ambacho kitu hiko kikikosekana inakuwa rahisi pia kwako kuweza kukidai. Lakini vile vile tumeona moja ya wajibu ambayo huyu abiria anapaswa kutekeleza ni kuhakikisha kwamba anatunza mazingira. Mtazamaji, swala la utunzaji wa mazingira ni swala la kidunia. Kwa hiyo shibe kwako wewe mwananchi wa kawaida, na sisi mamlaka na vyombo vingine tusaidiane katika kuhakikisha kwamba swala hili la utunzaji wa mazingira linakuwa endelevu kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vilivyopo. Mimi ni Binti Jumbe. Kumbuka, mwisho wa kipindi hiki cha usafiri na maendeleo wiki hii ndio mwanzo wa maandalizi mahususi na murwa kabisa wa kipindi cha usafiri na maendeleo cha wiki inayokuja. Mimi nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Kwa heri kwa sasa. Pamoja kwa usafiri bora. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. LATRA, Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndiyo mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja, lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo
nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.